Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZD. Karibu sana mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka Tanzania. Jina langu naitwa Mpekuzi.com. Nipo hapa kwa ajili ya kukufikishia habari popote pale ulipo Tanzania, na hii ni sports update na hii ni Game On TZD. Waswahili wanasema kwamba yametimia. Maneno mengi yalizungumzwa baada tu ya uongozi wa klabu ya Simba kuweza kumtangaza kocha Dimitar Berbatov, na kila mmoja aliweza kutoa ushauri wake na kwa nini Simba wameweza kumtangaza Dimitar Berbatov akiwa na umri wa miaka 49 kuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Sports Club Tanzania. Lakini tu sio tu kumtangaza kocha, lakini pia uongozi wa Simba umeweza kumtangaza Dimitar Berbatov kuwa meneja mkuu wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Waswahili wengi wamehoji sana, wachambuzi pamoja na wapenzi wa soka nchini Tanzania wameweza kumsajili kocha ambaye hatakuwepo katika benchi la ufundi mashindano ya kimataifa. Leo shirikisho la mpira barani Afrika CAF iliongozwa chini ya Rais Patrice Motsepe, raia kutoka pale taifa hilo la Afrika Kusini, wameweza kutoa majibu kuelekea katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika mkondo wa kwanza, ambapo Simba watacheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs kutoka pale nchini Eswatini. Taifa hilo limetolewa leo baada tu ya CAF kujibainisha ama kujithibitishia kocha huyo kuwepo katika benchi la ufundi. Majibu ambayo yaliotolewa siku ya leo, kwa maana kwamba kocha Dimitar Berbatov, wengi walikuwa wakisema kwamba kocha huyo hatakuwepo katika benchi la ufundi mashindano ya kimataifa CAF, lakini leo mambo yamekuwa hadharani. CAF wameweza kulithibitisha hilo, kocha Dimitar Berbatov kuwepo katika benchi la ufundi na yeye kwenda kuisimamia klabu hiyo ya Simba Sports Club. Waswahili walikuwa wanasema kwamba vigezo vyake havikidhi na leseni yake haikidhi kuwa kocha ama kuwepo ama kusimama katika benchi la ufundi. Lakini kwa mujibu wa vyanzo kutoka shirikisho la mpira barani Afrika CAF, wamesema kwamba kocha huyo ruksa sasa kuweza kusimama katika benchi la ufundi kuelekea michuano ya CAF Champions League, kwa maana kwamba mashindano ya CAF. Sababu ambazo wao wameziainisha wanajua wao, lakini tu kwa vyanzo vyetu vya habari kutoka hapo shirikisho la mpira barani Afrika kutoka ndani kabisa wameweza kudhibitisha hilo na kutoa press release inayosema kwamba makocha ambao hawaruhusiwi kusimama katika benchi la ufundi na wale makocha ambao watakaoweza kusimama katika benchi la ufundi mashindano ya CAF. CAF wametoa orodha ya makocha wote watakaosimama katika mashindano haya na kuwepo katika mabenchi ya ufundi kwenye michuano hii ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Jina la Dimitar Berbatov lipo miongoni mwa wale makocha ambao watakaosimama ama kuiongoza klabu hiyo ya Simba Sports Club Tanzania kuelekea katika mashindano hayo ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo Watanzania na wapenzi wa soka nchini Tanzania na mashabiki wa Simba na wanachama kwa jumla, kocha wao jina lake limeweza kuorodheshwa kati ya makocha wale ambao watakaoenda kusimamia. Kwa kawaida tu timu itakapokuwa na ule utaratibu wa kumsajili ama kumtangaza kocha mwingine, CAF wamekuwa na utaratibu, majina ya wachezaji pamoja na wachezaji ambao wapo benchi la ufundi, orodha ya watu ambao wapo katika benchi la ufundi, kuna kuwa na utaratibu wa majina yote kufikishwa katika shirikisho la mpira barani Afrika na wao kuwapitia watu hao kwamba ni watu sahihi. Tafsiri nyepesi tu kwamba lazima wafanyiwe register, kusajili kwa wachezaji ambao watakaoenda kuitumikia ama kutumikia mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, kwa maana kwamba majina yao ni muhimu kufikishwa. Sasa Simba walipokuwa wamemtangaza meneja mkuu, hapo awali Simba waliweza kufanya usajili, kwa maana kwamba yale majina yote ya wachezaji pamoja na viongozi benchi la ufundi yalishaweza kutumwa kipindi kocha Fadlu Davis alivyokuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Sports Club.
Sasa Simba wameondokewa na kocha huyo na Fadlu Davis, kwa maana kwamba yale majina yaliyokuwa wametumwa hapo awali kwamba benchi lao la ufundi na viongozi waliokuwepo katika benchi la ufundi, kwa maana kwamba tena hao hawatakuwepo. Kwa hiyo Simba wameweza kutuma majina mengine ya viongozi. Sasa kipindi Simba wameufanya huo mchakato wa kuweza kutuma majina wa kuwatumia shirikisho la mpira CAF, kwa maana kwamba ile secretariat, kwamba hao ndio majina ambayo tutakaoenda kutumika, ama hayo ndio majina ambayo watakaoenda kutusimamia katika mashindano ya CAF ama michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa uongozi wa Simba waliweza kuorodhesha jina la Dimitar Pantev pamoja na kocha wake msaidizi pamoja na kocha wa magolikipa na viongozi mbalimbali ambao waliosalia hapo awali. Lakini mara kwanza Selemani Ali Matola na pamoja na madaktari wa klabu hiyo ya Simba, wao pia walikuwepo na majina yao yaliorodheshwa pale awali, lakini majina haya ya watu watatu yalikuwa bado hayaweza kuorodheshwa. Sasa kipindi majina hayo yameorodheshwa na chama cha mpira barani Afrika CAF, wameweza kuyapitia, kwa maana kwamba huyu atasimama kama nani na huyu atasimama kama nani, kwa maana kwamba zile leseni zao zikiwa zinawatambulisha kwamba hawa ni kina nani. Leseni ya kocha wa makipa inatambulika kwamba huyu ni kocha wa magolikipa, leseni yake hii, lakini pia kocha msaidizi na leseni yake pia inatambulika kulingana na ile leseni vile ambavyo inavyomweleza. Kocha Dimitar Pantev naye pia leseni yake imekaguliwa, lakini kwa mujibu wa vyanzo kutoka shirikisho la mpira barani Afrika CAF, baada ya kupokea majina na wale viongozi watakaoenda kuisimamia Simba Sports Club Tanzania katika mashindano ya CAF wameweza kutoa orodha ya majina ya makocha wote Afrika, wale ambao watakaosimama katika benchi la ufundi mashindano haya ya CAF. Sasa orodha ya majina hiyo kocha la Dimitar Pantev lipo, kwa maana kwamba yeye ataenda kusimama katika milingoti mitatu. Hapo awali majina ya makocha yaliweza kutoka kwenye ile hatua ya awali, kwa maana kwamba first preliminary League 1 dhidi ya Gaborone, mchezo wa kwanza na mchezo wa pili. Majina yote yaliweza kutoka, na mchezo huu hatua hii pia jina la Dimitar Pantev lipo miongoni mwa wale makocha ambao watakaosimama ama kuiongoza klabu hiyo ya Simba Sports Club Tanzania kuelekea katika mashindano hayo ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo Watanzania na wapenzi wa soka nchini Tanzania na mashabiki wa Simba na wanachama kwa jumla, kocha wao jina lake limeweza kuorodheshwa kati ya makocha wale ambao watakaoenda kusimamia. Kwa kawaida tu timu itakapokuwa na ule utaratibu wa kumsajili ama kumtangaza kocha mwingine, CAF wamekuwa na utaratibu majina ya wachezaji pamoja na wachezaji ambao wapo benchi la ufundi, orodha ya watu ambao wapo katika benchi la ufundi. Kuna kuwa na utaratibu wa majina yote kufikishwa katika shirikisho la mpira barani Afrika, na wao kuwapitia watu hao kwamba ni watu sahihi. Tafsiri nyepesi tu kwamba lazima wafanyiwe register, kusajili kwa wachezaji ambao watakaoenda kuitumikia ama kutumikia mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, kwa maana kwamba majina yao ni muhimu kufikishwa. Sasa Simba walipokuwa wamemtangaza meneja mkuu hapo awali, Simba waliweza kufanya usajili, kwa maana kwamba yale majina yote ya wachezaji pamoja na viongozi benchi la ufundi yalishaweza kutumwa kipindi kocha Fadlu Davis alivyokuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Sports Club. Sasa Simba wameondokewa na kocha huyo na Fadlu Davis, kwa maana kwamba yale majina yaliyokuwa wametumwa hapo awali kwamba benchi lao la ufundi na viongozi waliokuwepo katika benchi la ufundi, kwa maana kwamba tena hao hawatakuwepo. Kwa hiyo Simba wameweza kutuma majina mengine ya viongozi. Sasa kipindi Simba wameufanya huo mchakato wa kuweza kutuma majina wa kuwatumia shirikisho la mpira CAF, kwa maana kwamba ile secretariat, kwamba hao ndio majina ambayo tutakaoenda kutumika, ama hayo ndio majina ambayo watakaoenda kutusimamia katika mashindano ya CAF ama michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa uongozi wa Simba waliweza kuorodhesha
jina la Dimitar Patev pamoja na kocha wake msaidizi pamoja na kocha wa magolikipa na viongozi mbalimbali ambao waliosalia hapo awali. Lakini mara kwanza Selemani Ali Matola na pamoja na madaktari wa klabu hiyo ya Simba wao pia walikuwepo na majina yao yaliorodheshwa pale awali, lakini majina haya ya watu watatu yalikuwa bado hayaweza kuorodheshwa. Sasa kipindi majina hayo yameorodheshwa na chama cha mpira barani Afrika CAF, wameweza kuyapitia kwa maana kwamba huyu atasimama kama nani na huyu atasimama kama nani, kwa maana kwamba zile leseni zao zikiwa zinawatambulisha kwamba hawa ni kina nani. Leseni ya kocha wa makipa inatambulika kwamba huyu ni kocha wa magolikipa, leseni yake hii, lakini pia kocha msaidizi na leseni yake pia inatambulika kulingana na ile leseni vile ambavyo inavyomweleza. Kocha Dimitar Patev naye pia leseni yake imekaguliwa, lakini kwa mujibu wa vyanzo kutoka shirikisho la mpira barani Afrika CAF, baada ya kupokea majina na wale viongozi watakaoenda kuisimamia Simba Sports Club Tanzania katika mashindano ya CAF wameweza kutoa orodha ya majina ya makocha wote Afrika wale ambao watakaosimama katika benchi la ufundi mashindano haya ya CAF. Sasa orodha ya majina hiyo kocha la Dimitar Patev lipo, kwa maana kwamba yeye ataenda kusimama katika milingoti mitatu. Hapo awali majina ya makocha yaliweza kutoka kwenye ile hatua ya awali, kwa maana kwamba First Premier League 1 dhidi ya Gaborone mchezo wa kwanza na mchezo wa pili. Majina yote yaliweza kutoka. Na mchezo huu hatua hii pia majina ya makocha na wale ambao watakao simama katika benchi la ufundi yameweza kuorodheshwa, na Simba wao walishakuweza kujiandikisha wale makocha wa awali, lakini bahati imekuwa mbaya kwa upande wao. Kina Fadru pamoja na makocha wasaidizi, kocha wa viungo na kocha wa magolikipa kuondoka kutimkia kule Raja Athletics Club, kwa maana kwamba Raja Casablanca. Simba ndio wakapaswa kuwatumia majina ya viongozi wengine ama makocha wengine watakaosimama katika orodha hiyo ama benchi la ufundi la klabu hiyo ya Simba. Kwa hiyo rasmi CAF wameweza kutangaza majina ya makocha wote watakaoweza kusimama katika benchi la ufundi na kuiongoza klabu hiyo ama kuziongoza klabu yao. Shirikisho la mpira barani Afrika leo asubuhi waliweza kutoa ile orodha ya makocha wote watakaosimama katika benchi la ufundi. Miongoni mwa majina ambao pia yametolewa kuwa katika benchi la ufundi ni jina la Dimitar Patev, kwamba siku za hivi karibuni Simba atacheza mchezo wake wa mkondo wa kwanza dhidi ya Nsingizini kutoka pale nchini Eswatini. Sasa maswali yamekuwa ni mengi kweli kweli, kila mmoja alikuwa akijiuliza Simba wamemsajili ama wamemtangaza kocha ambaye vigezo vyake havikidhi kuwepo katika benchi la ufundi, lakini majibu tu kutoka CAF, wao wameliorodhesha jina la Dimitar Patev kusimama katika benchi la ufundi. So Oktoba 19 ya mwaka 2025 kocha Dimitar Patev ndiye ambaye atakayeenda kuiongoza klabu hiyo ya Simba kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza, mchezo ambao utaenda kupigwa pale Imaholo Stadium pale nchini Eswatini dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Kwa hiyo hii ni taarifa njema kwa mashabiki wa Simba pamoja na wadau wa soka nchini Tanzania, kwa maana kwamba kuwepo kwa benchi na Dimitar Patev, hiyo pia itaenda kuwatengenezea morali wachezaji pamoja na mashabiki wa klabu hiyo ya Simba, kuona kwamba safari yao imekuwa ni safari nzuri na kuelekea katika michuano hiyo ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. So zile taarifa za awali zilizokuwa zikieleza kwamba Dimitar Patev hatakuwepo katika benchi la ufundi, hizo taarifa sio za kweli. Leo asubuhi shirikisho la mpira barani Afrika CAF wameweza kutoa taarifa hiyo kwamba Dimitar Patev atakuwepo katika orodha ya makocha watakaosimama katika benchi la ufundi ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Rasmi ni official, CAF wameweza kulitoa jina la Dimitar Patev kusimama kuiongoza Simba kwenye mchuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika.